Yes, tokea rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuingia madarakani kumekuwa kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kutokea, lakini haviwezi kushangaza sana watu wengi kwa sababu kabla hata ya kuingia madarakani alishasema kwamba kuna baadhi ya vitu vingi atataka kubadilisha, lakini hii imekuwa kama inawatesa baadhi ya nchi nyingine ambazo zinaitegemea Marekani katika kukuza zaidi uchumi wao. Sasa kuna taarifa ambayo imetoka pia, ikumbuke kwamba siku ya jana na juzi pia kuna taarifa ambazo zilikuwa zinaendelea kwamba kuhusiana na swala zima lile la Urusi kuweza kuwapunguzia 50%, not kuwaongezea 50% za uuzaji wa na mafuta, lakini pia bidhaa ambazo zinatoka katika hizo nchi. So taarifa pia nyingine imetoka inayosema kwamba tunaifanya Marekani kuwa kubwa na tajiri tena. Nchi yetu imedhulumiwa kwa zaidi ya miaka 50. Hilo halitafanyika tena. Hayo ni maneno ya Trump ambaye anasema kwamba Marekani anataka iwe kubwa zaidi na irudi katika utajiri wake. Lakini pia Donald Trump ameanzisha vita ya kibiashara ambayo hiyo inadili ulimwenguni zaidi mara baada ya kuweza kutangaza ushuru wa bidhaa ambazo zinaweza kuingia nchini humo. Bidhaa zilizoathiriwa na ushuru zinajumuishwa kila bidhaa kuanzia bia, mafuta hadi maparachichi. Lakini bwana Trump pia ameweka ushuru wa kulipa kiasi wa kuweza kulipa kisasi, tunaweza tukasema cha 34% dhidi ya China, 20% dhidi ya Umoja wa Ulaya, 24%, Japan nazo ni 26%, pamoja na India na yenyewe 26%, pamoja na nchi za Afrika. Unafikiri kwa nchi za Afrika pia kuna baadhi ya nchi pia ambazo huwa zinafaidika na kupitia Marekani kutokana na biashara ambazo zinakusha kuzifanya, kama nilivyosema pia masuala mazima ya mafuta. Tunajua Afrika tuna Libya ambayo pia na yenyewe inafanya biashara hiyo ya visima vya mafuta. Sasa kutokana na ushuru kuweza kuongezeka kwa kiasi hiki, ni kwa namna gani wananchi wanaweza wakapata shida, wakaweza kupata tabu, au ni kwa namna gani serikali ya Marekani inaamua kufanya hivi? Ni kutaka utajiri wao na kuweza kuzidumisha nchi nyingine ama vipi? Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digital, kwa sababu taarifa na updates zote tutakuwa tunakupatia hapa. Unaweza kujifunza, lakini pia kuwa na weledi mzuri wa kujua matukio ambayo yanaendelea katika dunia hii. Hii ni Sawasawa Digital. Endelea kusubscribe channel yetu na kuweza kulike, pia kushare, ila comments yako ni muhimu sana kutokana na vile vitu ambavyo unakuwa unavipata. Ciao.